Wapendwa wana wa Mungu, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo, Bwana mwokozi wa maisha yetu. Anayekuletea kipindi hiki katika huduma hii ya madhabahu ya Kristo ni mimi mtumishi wa Mungu. Jina langu naitwa Christian Mwabukusi. Na kwa wale wanaotaka kuwasiliana na mimi kwa njia ya simu, basi nataja namba hizi: 0768 211-785. Hiyo ni namba ya Vodacom. 0768 211-785. Ukienda kwenye Airtel ni 0692-893-294. 0692-893-294. Hiyo ni Airtel. Kwanza tuombe. Baba, tunakushukuru sana kwa jina la Yesu. Ni wewe Mungu wetu unayetusamehe dhambi. Ni wewe Mungu wetu unayetutakasa na maovu yetu yote. Ni wewe Mungu wetu unayetuinua tena. Ninakuja mbele zako mimi pamoja na wenzangu hawa kwa toba katika jina la Yesu Kristo, Bwana mwokozi wa maisha yetu. Ninasema asante kwa ajili ya damu ya Yesu Kristo ambayo inatupa uhalali wa kuweza kukuabudu wewe. Wewe ni mtakatifu sana. Hadhi yetu sisi ni ya chini sana, lakini kwa neema unatuinua kupitia imani tulio nayo kwa Yesu Kristo. Ulisema kwamba unamuinua mnyonge kutoka jalalani, unamuinua mhitaji kutoka mavumbini. Kwa hiyo tunakushukuru sana kwa ajili ya Yesu Kristo ambaye alijinyenyekesha na kukutii sana, ili sisi tuweze kupata uhalali wa kuweza kukukaribia wewe, wa kuweza kukutumikia wewe. Tunapata kibali kupitia damu ya Yesu. Na Baba, ninakuja mimi pamoja na mwenzangu huyu, tunapotafakari maneno kuhusu kuwa watakatifu, ninaomba utufinyange tuwe watakatifu. Utusaidie, uondoe manyonge yaliyoko ndani yetu, utuimarishe katika imani yetu kwa Yesu Kristo, mpaka tufikie na kukua katika kile kimo cha utakatifu ambacho umekusudia kwetu. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Wapendwa wana wa Mungu, kichwa cha somo tunachoenda nacho ni kuwa watakatifu. Ni sisi kuwa watakatifu. Na kitabu ambacho tunakiangalia kama mlango wa kuingia kwenye tafakari ya hili neno ni kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, sura ya kwanza mstari wa 13 mpaka 16. Waraka wa kwanza wa Petro, sura ya kwanza mstari wa 13 mpaka 16. Kwa hiyo vifungeni viuno vya nia zenu na kuwa na kiasi, mkiitumainia kwa utimilifu ile neema mtakayoletewa katika ufunuo wake Yesu Kristo. Kama watoto wa kutii, msijifanyanishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Sasa wapendwa, mimi ni mchungaji na mwalimu, kwa hiyo nataka nitumie ualimu, na tunapita kwenye maandiko haya kwa lengo, ninafafanua kwa lengo la wewe uweze kutengeneza video kwenye fikra yako. Unatengeneza video kupitia maandiko. Mwanzoni katika kipindi kilichopita niliongelea kwa habari ya kwamba Adam na Hawa walipoanguka dhambini, neno la Mungu kwanza, Mungu alisema hivi kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2 ule mstari wa 16 na 17. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, ni ruksa, kila kitu ni ruksa, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Sasa twende kwenye ule mstari wa Mwanzo 3:6 na 7. Mwanamke kwanza, kitu ambacho Adamu alitakiwa kufanya, angemuuliza Mungu, kifo ni nini? Angemuuliza, kwani kifo ni nini? Lakini sasa alikuwa hahitaji kuuliza, kwa sababu
amekatazwa. Kwa hiyo hutaki kujua elimu ya hicho kitu ulichokatazwa. Unaona? Kwa hiyo Adamu hakujua kifo ni nini. Kwa hiyo tafsiri ya kifo alibaki nayo Mungu, na madhara ya kifo alibaki nayo Mungu. Kwa hiyo Adamu alikuwa hajui. Tunaendelea kwenye mstari wa 6 na 7. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake, akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, walichoona cha kwanza wakajijua kuwa wa uchi. Sio wakajifahamu, wakajijua. Kufahamu na kujua ni vitu viwili tofauti. Kufahamu hakuna athari, kujua kuna athari. Wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini. Kwa hiyo sasa hawakufa kwa ile tafsiri tunayojua sisi kwamba kifo kikija unawekwa kwenye jeneza. Wakawa uchi. Kwa hiyo uchi ni ishara ya kifo. Unakuwa unatembea kimwili, lakini rohoni uko uchi. Ulimwengu wa roho uko uchi. Na pia kilichotokea kingine, kukawa na faraka kati yake na Mungu, kati yake na mkewe, kati yake na mazingira. Adamu huyo. Kwa hiyo kilichoondoka kwao mpaka wakajiona wako uchi, ngoja nikuonyeshe, kiko kwenye Ezekieli 16. Twende kwenye Ezekieli 16. Ezekieli 16. Naongelea sisi kuwa watakatifu, lakini sasa lazima nijenge msingi mzuri watu waelewe. Ezekieli 16 mstari wa 1 mpaka wa 14. Neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake. Useme, Bwana Mungu auambia Yerusalemu hivi, asili yako na kuzaliwa kwako ukatoka katika nchi ya Mkanaani. Mwamori alikuwa baba yako, na mama yako alikuwa Mhiti. Na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile ulizaliwa, kitovu chako hakikukatwa, wala ukuoshwa kwa maji usafishwe, ukutiwa chumvi hata kidogo, wala ukutiwa katika nguo kabisa. Hapana jicho lilokuhurumia ili kutendea lolote la mambo hayo kwa kukuhurumia, lakini ulitupwa nje uwandani, kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa katika siku ile uliozaliwa. Nami nilipopita karibu nawe nikakuona ukigagaa katika damu yako, na nilikwambia ujapokuwa katika damu yako uwe hai. Nami nilikwambia ujapokuwa katika damu yako uwe hai. Na nilikufanya kuwa maelfu kama mimea ya mashamba, ukaongezeka na kuzidi kuwa mkubwa, ukapata kuwa na uzuri mno. Matiti yako yakaumbwa, nywele zako zikawa zimeota, lakini ulikuwa uchi, huna nguo. Ulikuwa uchi, wakajiona wako uchi, huna nguo. Basi nilipopita karibu nawe nikakutazama, tazama, wakati wako ulikuwa wakati wa upendo. Nikatandika upindo wa vazi langu juu yako, nikakufunika uchi wako. Naam, nalikuwa pia nikafanya agano nawe, asema Bwana Mungu, ukawa wangu. Kisha nikakuosha kwa maji, naam, nalikuosha kabisa damu yako. Nikakupaka mafuta, nikakuvika nguo za taraza, nikakupa viatu vya ngozi ya pomboo, nikakufunga nguo ya kitani safi kiunoni mwako, nikakufunika kwa hariri, nikakupamba kwa mapambo pia, nikatia vikuku mkononi mwako na mkufu shingoni mwako. Nikatia azama puani mwako, kidani cha puani, na pete masikioni mwako, hereni, na taji nzuri juu ya kichwa chako. Hivyo ulipambwa kwa dhahabu na fedha, dhahabu na fedha, dhahabu na fedha. Na mavazi yako yalikuwa ya kitani safi na hariri na kazi ya taraza. Ulikula unga mzuri na asali na mafuta, nawe ulikuwa mzuri mno, ukafanikiwa hata kufikiria hali ya kifalme. Nilikuwa nawaambia watu fulani kwamba ukitaka kutengeneza ngozi, tumia hivyo vitu unavyoviona hapo. Amesema unga mzuri, unga wa ngano na asali na mafuta, nao ulikuwa mzuri mno, ukafanikiwa hata kufikiria hali ya kifalme. Sifa zako zikaenea kati ya mataifa kwa sababu ya uzuri wako, kwa maana ulikuwa mkamilifu kwa sababu ya utukufu wangu niliokutia, asema Bwana Mungu. Kwa hiyo anaongelea hizo njia zote za kumfanyia saluni huyu mwanamke, akamuogesha, akamvalisha nguo, akampeleka saluni. Afu Mungu anasema hicho nilichokuwa nakifanya kinaitwa utukufu uliotoka kwangu. Utukufu uliotoka kwangu nilikufunika na huo utukufu, ukaonekana hivyo. Kwa hiyo hapa ameongea kibinadamu kwamba nikakuogesha na nini, lakini Mungu hahitaji kufanya kitu cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano. Huku ndani anakuwa na mawazo kwamba huyu mtu anataka atokeeje. Kwa hiyo akiwaza, akitamka neno kinakuwa, akitamka neno kinakuwa. Kwa hiyo lakini hapa ametuonyesha kibinadamu. Sasa Adamu alivuliwa hivi vitu. Mungu alikuwa amemkabidhi Adamu, amemfunika na utukufu wake. Adamu akatoka kwenye ule utukufu akaenda kufanya dhambi. Kwa ule utukufu huwezi kurudi tena.
Alitoka ndani ya nyumba inayoitwa utukufu wa Mungu, akaenda nje, akala tunda. Alipokula lile tunda, kurudi kwenye ile nyumba, nyumba haipo, imepotea. Nyumba yake ni ile nguo yake. Kwa hiyo nguo ndio utukufu. Kwenye Agano la Kale imewekwa hivyo. Unaona? Haya, twende kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 28. Nikuonyeshe kitu hapo. Sura ya 28. Naongelea sisi kuwa watakatifu. Na kuonyesha kwenye Agano la Kale ili wewe utengeneze movie kwenye fikra zako. Angalia mistari miwili ya mwanzo. Nawe umlete Haruni ndugu yako karibu nami, na wanawe pamoja naye miongoni mwa wana wa Israeli, ili anitumikie katika kazi ya ukuhani. Kwa hiyo kazi ya ukuhani ni kazi takatifu. Haruni na Nadabu na Abihu na Eleazari na Thamari wana wa Haruni. Nawe utamfanyia Haruni ndugu yako mavazi matakatifu kwa utukufu na kwa uzuri. Mavazi matakatifu, mavazi matakatifu, mavazi matakatifu kwa utukufu na kwa uzuri. Nataka uone hiyo neno. Mavazi matakatifu kwa utukufu na kwa uzuri. Kwa hiyo ili uwe mtakatifu kwenye Agano la Kale ulikuwa unatengenezewa nguo special. Nguo special. Na hizo nguo zilikuwa zina utaratibu. Nina vitambaa hapa, na vitambaa hapa. Ukiendelea ule mstari wa 5 anasema hivi, nao wataitoa dhahabu, nimeweka kitambaa cha dhahabu, na nguo ya rangi ya samawi, hii rangi ya samawi, na ya zambarau, hii ya zambarau, na nyekundu, hii nyekundu, na kitani safi, ni hii nguo nyeupe, linen nyeupe. Sasa hiki kitambaa cha ile dhahabu inawakilisha imani. Dhahabu inawakilisha imani, ni fumbo la imani. Kwenye ngoja tuangalie mstari. Kwa nini nimesema dhahabu ni imani? Tuko darasani hapa, tuko darasani. Kwa nini nasema dhahabu ni imani? Watu wanasema nitumie mstari gani? Tumia Biblia yote, Mwanzo 1 mpaka Ufunuo 22. Tumia yote ili upate picha halisi. Angalia kwenye Ufunuo Yohana sura ya 3 mstari 18. Nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto upate kuwa tajiri. Kwa hiyo mavazi ya makuhani yalikuwa yana dhahabu. Kwa hiyo anasema ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto upate kuwa tajiri. Anasema na mavazi, anasema upate kuwa tajiri. Na mavazi meupe upate kuvaa. Hii hapa, mavazi meupe. Ili vazi linawakilisha kitu fulani. Kwa hiyo vazi hili linawakilisha kitu fulani. Sasa ngoja nafafanua dhahabu. Anasema na dawa ya macho kujipaka macho yako upate kuona. Hayo ni macho ya rohoni uweze kuona. Sasa dhahabu ni nini? Waraka ule wa kwanza wa Petro ambao tunausoma. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 1 mstari wa 7 na wa 8. Wa 7 peke yake. Anasema hivi, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu. Kwa hiyo dhahabu kiroho inawakilisha imani. Ili kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu, ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto. Kwa hiyo imani yako ina thamani kuliko dhahabu. Na mbinguni kuna madhabahu ya dhahabu. Kwa hiyo inawakilisha ni madhabahu ya imani iliyoko mbinguni. Kwa hiyo na Haruni alikuwa anavaa kofia ile kama ya askofu, hafu hapa ilikuwa inawekwa dhahabu, hapa kwenye kipaji cha uso ilikuwa inawekwa dhahabu, afu ile dhahabu imeandikwa neno mtakatifu. Kwenye dhahabu imeandikwa mtakatifu. Twende kwenye Kutoka 28 ile ule mstari wa 36 mpaka 38. Nawe fanya bamba la dhahabu safi na kuchora juu yake mfano wa machoro ya muhuri mtakatifu kwa Bwana. Nawe litie hilo bamba katika ukanda wa rangi ya samawi hapa. Hii blue ndio samawi. Weka kidani hicho cha dhahabu kimeandikwa mtakatifu kwa Bwana kwenye kitambaa, kwenye ribbon ya blue, ndio itapita kama ukanda wa blue kwenye kofia yake. Anasema hivi, nalo litakuwa katika kile kilemba, litakuwa upande wa mbele wa kile kilemba. Polisi wakivaa kofia zao, kuna ile nembo ya polisi iko hapa. Alafu kuna utepe umepita wa dhahabu umezunguka kwenye ile kofia ya polisi. Ndio nataka uelewe hiyo lugha. Hawakuanzisha wao, walianzisha Mungu. Kuvaa kofia za namna hiyo walianzisha Mungu. Hata jeshi la wananchi unapoona wanavaa zile kofia zao kama za polisi, wanavaa hiyo kofia za kijani,
unakuta amevaa hivi, afu kuna utepe umepita, afu kuna ile nembo ya jeshi la wananchi, kuna matawi mawili hapa na mwenge huko katikati. Kwa hiyo ule utepe na nini ndio ile nembo ambayo iliandikwa mtakatifu kwa Bwana. Kwa hiyo kwa Haruni alikuwa anavaa hapa imeandikwa mtakatifu kwa Bwana. Nilikuwa nataka uone hiyo. Kwa hiyo dhahabu ilikuwa inatumika. Kwenye hii dhahabu ndio inaandikwa mtakatifu kwa Bwana. Unaona, inawakilisha pia utakatifu, lakini pia inawakilisha imani takatifu. Alafu hii rangi ya samawi inawakilisha mahali Mungu anakaa. Yaani inawakilisha utakatifu wa Mungu anapokaa patakatifu. Kwa hiyo Mungu anakaa kichwani kwa huyu mtumishi. Unaona? Kwa hiyo ndio tafsiri yake hizo nguo. Halafu hii hapa inawakilisha matendo, kuweza kutenda, kuwa tayari kutenda, kufanya kazi, kuwa active. Hii hapa inawakilisha pesa. Hii hapa inawakilisha watu. Kwa hiyo Haruni alikuwa anatawala watu, anatawala pesa, anatawala matendo, lakini kwa kibali cha Mungu. Ndio tafsiri yake. Kwa hiyo Adamu alivuliwa hizi nguo zote 5. Alivuliwa vitu 5. Yeye alifikiri uchi ule ni wa kawaida, lakini alivuliwa vitu 5 na uwepo wa Mungu ukaondoka, akawa uchi. Kwa hiyo hivi vitu ndio vinaitwa utukufu wa Mungu. Vinawakilisha utakatifu, vinawakilisha utukufu, vinawakilisha uzuri. Kwa hiyo hiyo na kuelezea ni Agano la Kale hilo. Nataka uelewe uthamani tulionao katika Yesu Kristo. Kwa hiyo huwezi kuuelewa mpaka nikufafanulie kwenye Agano la Kale. Tunaendelea. Kwa hiyo kwenye namna sasa Mungu alisema watengenezewe nguo za namna hii. Sasa namna ya kuvalishwa, namna ya kuwekwa wakfu. Mungu akasema hivi, sura ya 29 mstari wa kwanza pale mpaka ule mstari wa 5, alafu nitaruka nitaenda mstari wa 21. Nawe uwafanyie jambo hili ili kuwatakasa wanitumikie, wapate kunitumikia katika kazi ya ukuhani. Twaa ng'ombe mmoja mume kijana, na kondoo waume 2 walio wakamilifu, na mkate usiotiwa chachu, na maandazi usiotiwa chachu yaliyokandwa kwa mafuta, na kaki zisizotiwa chachu zilizotiwa mafuta. Utazifanya za unga mzuri mwembamba wa ngano. Nawe vitie vyote katika kikapu, uvilete ndani ya kikapu pamoja na huyo ng'ombe na hao kondoo waume 2. Kisha mlete Haruni na wanawe hata mlangoni pa hema kukutania, ukawaoshe kwa maji. Ndio ule ubatizo, tunabatizwa kwa maji. Kisha twaa hayo mavazi na kumvika Haruni, itie kanzu na joho ya naivera na kifuko cha kifuani, na kumkaza kwa huo mshipi wa naivera uliosukwa kwa ustadi. Twende mstari wa 21. Kisha twaa katika hiyo damu iliyo juu ya madhabahu, msalaba wa Yesu, na katika hayo mafuta ya kutiwa Roho Mtakatifu, na kumnyunyizia Haruni juu ya mavazi yake na wanawe na mavazi yao pia pamoja naye, naye atatakaswa na mavazi yake na wanawe na mavazi ya wanawe pamoja naye. Kwa hiyo naye atatakaswa na mavazi yake yatatakaswa. Kwa hiyo Haruni anatakiwa kuwa mtakatifu na mavazi yake yanatakiwa yawe matakatifu ili aweze kumtumikia Mungu. Ule mwili wa Haruni akivua nguo zote unatakiwa uwe mtakatifu mbele za Bwana, na zile nguo atakazozivaa zinatakiwa kuwa takatifu, ndio Haruni ataweza kuhudhuria mbele za Bwana. Sasa nataka niingie kwenye agano jipya. Hicho kitendo ambacho Haruni amefanyiwa kilishafanywa kwenye maisha yetu tulipobatizwa. Wagalatia 3 mstari wa 27. Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mumemvaa Kristo. Mumemvaa Kristo. Kwa hiyo Kristo ni nguo zitakazotupa uhalali. Sasa ni kama zile nguo za Agano la Kale. Sasa ndio picha nataka ninapoongea hivi, tengeneza picha ndani yako. Tengeneza picha. Unaona? Lengo langu mimi utengeneze picha itakayokusaidia kuweza kuelewa kwamba, kwa sababu sasa hivi tunaishi kwa imani. Imani wapendwa, imani. Nimekusomea ile Yohana 6 ule mstari wa 38 mpaka okay, ngoja nisome mstari wa 40. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila mtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Mapenzi yake babangu ni haya, ya kwamba kila mtazamaye mwana na kumwamini awe na uzima wa milele. Angalia tena Yohana sura ya 10. Ule mstari wa, ngoja nisome ule mstari wa ngapi? Wa 10 na ngapi? Tuanze mstari wa 34.
Yohana 10:34 mpaka ule mstari wa 39. Anasema hivi, Yesu akajibu, je, haikuandikwa katika Torati yenu ya kwamba mimi nimesema ndinyi miungu? Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, na maandiko hayawezi kutanguka, je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu? Kama sizitendi kazi za Baba yangu, msiniamini. Lakini kizitenda, ijapokuwa hamniamini mimi, ziaminini zile kazi, aminini hizi nguo nilizovaa, mpate kujua na kufahamu ya kuwa Baba yu ndani yangu nami ni ndani ya Baba. Wakatafuta tena kumkamata, lakini akatoka mikononi mwao. Na mahali pengine aliwaambia hivi, walimwambia, tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? Yesu akajibu akamwambia, hii ndio kazi ya Mungu, mumwamini yeye aliyetumwa na yeye. Mumwamini Yesu, hiyo ndio kazi yako. Kazi yako ni kuamini. Kwa sasa wakati unabatizwa, nataka uamini, umevalishwa hizi nguo. Ule ubatizo umekufanya wewe kuwa kuhani. Kwa hiyo mambo yote yaliyofanywa kwa makuhani unafanyiwa kwa mpigo. Sasa pale unapobatizwa yanatumika maji, lakini yale maji wewe unaamini kwamba unamwagiwa mafuta, unamwagiwa damu ya Yesu Kristo. Ni imani yako inafanya hivi vitu viwe halisi, ili kwamba sasa wewe uweze kutumika mbele za Mungu. Ufunuo Yohana sura ya 7 mstari 13 wa 14. Ufunuo Yohana sura ya 7 mstari 13 wa 14. Akajibu mmoja wa wazee akaniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani na wametoka wapi? Nikamwambia, Bwana wangu ajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanaotoka katika dhiki ile kuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo haya mavazi yote yakimwagiwa damu, yote yanakuwa meupe. Kwa hiyo hili vazi la dhahabu linakuwa jeupe, hili linakuwa jeupe, hii nyekundu inakuwa nyeupe, hii inakuwa nyeupe, na hii inakuwa nyeupe. Kwa hiyo mavazi ya kikuhani ya Agano la Kale ambayo yalikuwa na rangi tofauti 4 au 5 yanageuka yanakuwa rangi moja nyeupe kwenye Agano Jipya, damu ya Yesu inavyopita. Kwa hiyo yale matendo ya Yesu, mateso ya Yesu, damu ya Yesu automatically inabadilisha. Sasa unatakiwa kuona hilo jambo kwa utu wa ndani. Unaona, kwa utu wa ndani. Na utu wa ndani wa Haruni, ule mwili wake alikuwa anaoga. Wakati anaenda kwenye utumishi alikuwa anaoga kwanza, ndio anavaa zile nguo. Unaona, alikuwa anaoga. Mambo ya Walawi 16. Mambo ya Walawi 16 ule mstari wa kwanza mpaka wa 4. Bwana akasema na Musa baada ya kufa kwa hao wana wawili wa Haruni, walipokaribia mbele za Bwana wakafa. Bwana akamwambia Musa, sema na Haruni ndugu yako kwamba asiingie wakati wowote katika mahali patakatifu ndani ya pazia mbele ya kiti cha rehema kilicho juu ya sanduku, asije akafa. Maana mimi nitaonekana katika lile wingu juu ya kiti cha rehema, mimi niliye mtakatifu nitakuwa pale. Haruni ataingia katika patakatifu na vitu hivi: ng'ombe mume mchanga kwa sadaka ya dhambi, na kondoo mume kwa sadaka ya kuteketezwa. Manake atafanya maombi ya toba na utakaso. Ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani, atakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake, atafungwa ule mshipi wa kitani, naye ataivaa ile kofia ya kitani. Hayo ndio mavazi matakatifu. Naye ataoga mwili wake majini na kuyavaa. Kwa hiyo ataoga ule mwili. Kwa kuoga mwili manake utu wa ndani, atavaa nguo utu wa nje. Kwa hiyo sasa hivi katika imani iko ndani, kwa moyo mtu huamini. Kwa hiyo lazima chochote kinachomhusu Mungu lazima ukielewe kwa utu wa ndani, halafu pia ukifanye pia kwa utu wa nje. Ukione ndani, ukifanye nje. Ndio maana Haruni alikuwa anaoga mwili, anaoga kabisa mwili, afu ndio anavaa zile nguo. Sasa ule mwili kwa sasa hivi sisi ni moyo, mtu wa ndani, moyo wako. Haleluya. Baba, tunakuja kwako tena na watu wako hawa. Ninakushukuru sana. Wewe ni Mungu na wewe ni Bwana. Tunapokuja kwako tunaomba ufunuo wa Yesu Kristo. Yesu Kristo afunuliwe, lakini pia mchakato wote unaofanyika ili kuturejeshea tena utakatifu wetu, ninaomba Baba uufunue. Lakini pia ninaomba mioyo ya kuamini. Naomba utupe moyo wa kuamini, moyo wa kutenda kwa imani katika jina la damu ya Yesu. Ninaomba Bwana utusaidie. Ulisema utaondoa mioyo ya jiwe, utaweka mioyo ya nyama, utatupa na roho mpya. Ninaomba hilo ombi Bwana. Naomba utujaze, utupe moyo mpya. Ondoa moyo wa mashaka, ondoa moyo wa kutokuamini, tuingizie moyo wa kuamini, moyo wa kutii,
moyo wa kukubali, moyo wa kukufuata. Lakini Baba, ninaomba tena uwasaidie watoto wako na unisaidie na mimi pia, familia zao na familia yangu, kwamba Baba tuweze kuyafanya mapenzi yako. Tuko katika jamii hii, lakini naomba umkuze Yesu. Naomba watu wamjue Yesu kwa namna watakuwa majasiri katika mazingira yote waliopo. Baba, ninaomba utufanye kuwa miungu ya kweli tunapolifuata neno lako, matamshi yetu yapate kuleta matokeo katika jamii yetu. Ninaomba tusafishe katika utu wa ndani, naomba utusaidie, na naomba uwabariki watu wote ambao Bwana tunaomba pamoja, lakini pia na wale wote ambao Bwana wanaombea huduma na wanaisapoti huduma kwa njia ya mali zao, kwa njia ya nguvu zao, kwa njia ya maombi yao, muda wao naotoa. Ninaomba wote hawa uwabariki. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya watu wote ambao umewakusudia mema. Ninakushukuru pia kwa ajili ya watu wote ambao Bwana umenipa kwamba niwafikie, kwa ajili ya utukufu wa jina Yesu. Naomba na kushukuru. Amen. Ubarikiwe na Bwana. Mpendwa mtu wa Mungu, niendelee kukukumbusha namba za simu kwa ajili ya ushauri, kwa ajili ya maombi binafsi, lakini pia kwa ajili ya sadaka, kwa ajili ya huduma hii. Ninaomba nikutajie namba ya Vodacom 0768 211 785, 0768 211 785 kama inavyoonekana kwenye screen, lakini pia na 0692 893 294. Hiyo ni Airtel. 0692 893 294. Mungu Baba ninayemtumikia kwa imani akubariki sana. Amen. Mungu Baba alitutazama, katuhurumia.